إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بعد إن كنتم في ضلال مبين، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الكفرية والمنهجية إلى نور الاستقامة في الهدف والمنهج، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متوم عليه الصلاة والسلام. Enyi waja wa Allah Ta'ala, mcheni Allah tabaraka wa Ta'ala na mshukuruni juu ya neema ambazo amezineemesha juu yenu pale alipokutumieni mtume anayetokana na ninyi, ambaye anakusomeeni aya zake na anakutakaseni na anakufundisheni kitabu na sunna, baada ya kuwa hapo kabla mlikuwa katika upotevu wa wazi. Bila shaka mtume ambaye amekutoeni Allah tabaraka wa taala kupitia yeye, amekutoeni katika giza na kuwapeleka katika nuru, kakutoeni katika giza la ujinga na akakupelekeni katika nuru ya ilmu, kawatoeni katika giza la ushirikina na ukafiri na akakupelekeni katika nuru ya tauhidi na imani, kakutoeni katika giza la ujeuri na maovu mbalimbali akawapeleka katika nuru ya uadilifu na ihsan, kutokana na upotevu na fujo za ukafiri na manhaji akawapeleka katika nuru ya istiqama ya malengo mbalimbali na manhaji zenu, na akawatoa katika giza la mfadhaiko wa nafsi na kunyongeka vifua vyenu, akawapeleka katika nuru ya kukunjuka vifua na mioyo yenu ikawa safi. Anasema Allah tabaraka wa taala, alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatma'innu qulubuhum bidhikrillah, na zikatulia nyoyo zao kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillah tatma'innu alqulub, fahamuni ndugu zangu, hakika kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala zinapata utulivu nyoyo. Anasema Allah subhanahu, faman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekikunjua kifua chake kikaukubali Uislamu, fahuwa ala nurin min rabbi, huyu yupo katika nuru itokayo kwa Mola wake.
fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali ni kwa wale ambao nyoyo zao zimesusua zikawa ngumu zikaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin, bila shaka watu wa sampuli hiyo wapo katika upotevu wa wazi kabisa. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid, Allahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa waylun lilkafirin min adhabin shadid alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Anasema Allah tabaraka wa taala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kitabun, hiki ni kitabu, Qur'ani hii, anzalnahu ilaik, tumekiteremsha kwako wewe, litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili uwatoe watu katika giza uwapeleke katika nuru, biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao, ila siratil azizil hamid, uwapeleke katika njia ya Allah tabaraka wa taala, mwenye nguvu, mwenye sifa za ukamilifu. Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni Allah ambaye ni vyake yeye vilivyomo ardhini na vilivyomo mbinguni. Wa wailul lilkafirina min adhabin shadid, ole wao makafiri kutokana na adhabu kali. Makafiri ambao yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah, wanafadhilisha maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera. Wayasudduna an sabili, na wanawazuia watu kuifuata njia ya Allah. Wayabghunaha iwaja, na wanataka kuipotosha njia hii ya haki. Ulaika fi dhalalin ba'id, hakika hao wapo katika upotevu wa mbali sana. Laqad ba'atha Allahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika Allah ta'ala alimtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wannasu yatakhabbatuna fil jahalati wadhalalat, na watu wakiwa wanababaika katika ujinga na upotevu. Fafataha lahum abwaba alilmi min kulli wajh, Allah ta'ala akawafungulia wao kupitia mtume huyu milango ya elimu katika pande zote, hatta yasilu ila asmal ghayat, mpaka wafikie lengo la juu kabisa lenye kukusudiwa. Fataha Allahu abwaba alilmi billahi azza wa jalla wa ma lahu min alasma'i was-sifat, Allah ta'ala akawafungulia watu hao milango ya ilmu ya kumtambua yeye subhanahu wa ta'ala na yale alionayo katika majina na sifa zake, wal af'ali wal huquq, na vitendo mbalimbali na haki za Allah ta'ala. Wa fataha lahum abwaba alilmi fi alami alkawn, na akawafungulia wao milango ya elimu katika ulimwengu huu, wakajua elimu mbalimbali, fi mabdaihi wa muntaha, mwanzo wake mpaka hata mwisho wa ilmu hizo, watu wakawa wabobevu katika mambo mbalimbali. Na Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya kufungua kwake elimu hizi ili watu wajue yote haya Allah subhanahu wa ta'ala hayafanyi bure bure. Wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bilhaq, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na ardhi isipokuwa kwa haki. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun, na hakika kiyama bila shaka ni chenye kuja. Fasfahi safha aljamil, basi wewe Muhammad samehe kusamehe kuliko kuwa kuzuri. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, na hatukuiumba mbingu na ardhi na yaliyomo kati ya mbingu na ardhi batilan, bure bure tu. Hatukuiumba mbingu na ardhi bure bure. Dhalika dhannu alladhina kafaru,
hiyo ni dhana ya wale waliokufuru. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, adhabu kali, ole wao makafiri, wataipata adhabu kali ya moto. Am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kalmufsidina fil ardi am naj'alu almuttaqina kalfujjar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, tuwafanye wale walioamini wakatenda amali njema kama mfano wa wale waharibifu katika ardhi, au tuwalinganishe watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, tuwafanye sawasawa na waovu, walingane waislamu na makafiri, waumini na wanafiki wafanane? Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha kwamba hilo kwa hakika si lengo la kuumbwa mbingu na ardhi, bali zimeumbwa kwa haki, na haki yenyewe ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Hilo ndio lengo la kuumbwa mbingu na ardhi, watu waje katika ardhi hii wakae waishi kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. وفتح الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, na akafungua Allah Ta'ala kwa kumtuma mtume alayhi salam abwab al-ilmi fi ibadati Allah azza wa jalla, milango ya elimu katika ibada zake subhanahu wa ta'ala, wasairi ila ridwani, na njia za kupita kwenda katika radhi zake, wa dari karamatihi, na nyumba yake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Fabayyana lahum kaifa takunu al-ibada wa mata takunu wa aina takun. Allah subhanahu akawabainishia waja wake ni vipi inakuwa ibada na ni wakati gani ibada ifanyike na wapi ifanyike ibada hiyo. Wafataha lahum abwab al-ilmi fi muamalati al-khalqi natiqihi wa bahimi, na akawafundisha milango ya miamala, namna gani wataamiliana na viumbe wale wanaozungumza, yani wanadamu, lakini vile vile namna gani wataamiliana na wanyama. وفتح لهم أبواب العلم في طلب الرزق واستخراج ما أودعه الله تعالى في الأرض من كنوز الذهب والفضة, na akawapa vile vile elimu ya milango ya riziki, ya kutafuta riziki na namna ya kuvitoa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviweka katika ardhi yake, katika dhahabu na fedha na mengineyo. Hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu anakihitajia kwenye kukifahamu na kunufaika nacho katika mambo ya dini na dunia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekibainisha, tena ubainifu uliokuwa bayana. Wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na tumeteremsha kwako wewe kitabu kikiwa ni tibyan, ni ufumbuzi wa kila kitu, na ni uongofu, na ni rahma, na ni bishara kwa Waislamu. Watu baada ya hapo ya kutumwa mtume alayhi salam, fakana an-nasu ala mahajjatin bayda, watu wakawa katika mwangaza, katika viwanja vya wazi kabisa, la yazighu anha illa halikun, hatopinda na kupotoka kuviacha viwanja hivyo vilivyo wazi isipokuwa yule ambaye ni mwenye kuangamia. Wala yatihu fiha illa a'mal qalbi, na wala hawezi kubabaika katika viwanja hivyo isipokuwa yule mtu ambaye ni mpofu wa moyo. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس منغمسون في الشرك. amemtuma Allah tabaraka wa taala mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kipindi ambacho watu wengi walikuwa wamezama katika ushirikina. Faminhum man ya'budu al-bashara, wapo miongoni mwao waliokuwa wakiwaabudu watu. Wa minhum man ya'budu shajara,
na yupo katika watu ambaye alikuwa akiabudu mti. Wa minhum man ya'budu sanaman yanhatu, na miongoni mwao yupo ambaye aliliabudu sanamu aliyolichonga mwenyewe kwa mikono yake. Wa minhum man ya'budu hajaran yaltaqituh, na miongoni mwao yupo aliyeliabudu jiwe aliyeliokota mwenyewe. Hatta innal wahida, mpaka ilifikia hali ya mmoja wao, idha safara fanazala manzilan, atakaposafiri akafika pahala, iltaqata arba'ata ahjarin, anaokota mawe manne. Fawada'a thalathatan minha tahta alqidr, anayaweka matatu katika yale manne chini ya chungu anachopikia supu. Wa nasaba arabi'a ilahan ya'budu, na analisimika jiwe la nne linakuwa ni Mungu wake ambaye anamwabudu. Fa anqadhahumullah, Allah tabaraka wa taala akawaokoa na kuwakomboa watu katika hali hiyo, bibi'thati nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kumtuma mtume alayhi salatu wassalam, min hadhihi alhawati sahiqa, kuwatoa katika hili poromoko lenye kina kirefu na ujinga uliopea kabisa, kuwatoa katika kuabudu viumbe na kuwapeleka katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutokea hapo ikawa tauhidi imehakikiwa kwa kutumwa mtume alayhi salatu wassalam, watu wakamtambua Mola wao, ikafikia pahala watu wanajua kwamba ni nani wamwabudu. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema kuwaambia ewe Muhammad, hakika sala yangu ninayoswali kumwelekezea Allah Ta'ala, kuchinja kwangu wanyama, maisha yangu na uhai wangu, kule kuishi kwangu na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni milki ya Allah tabaraka wa taala, la sharika lahu, hana mshirika Allah subhanahu, wa bidhalika umirtu, na kwa hizo ibada mimi nimeamrishwa na Allah. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika waislamu wa mwanzo kabisa ambao wanazitekeleza ibada hizo. Hakadha amrullahi ta'ala fi kitabi, hivi ndivyo ilivyo amri ya Allah katika kitabu chake. Kullu amri linsani lillahi rabbil alamin, kila jambo la mwanadamu ni milki ya Allah tabaraka wa taala, la sharika lahu, hana mshirika Allah. Walihadha jaat sunna mubayyinan likitabi llahi taala, na kwa ajili hiyo zikaja sunna kubainisha kitabu hiki cha Allah tabaraka wa taala, fi himayati hadha tauhid, katika kuilinda hii tauhidi, hii ibada ya Allah taala, wa saddi kulli tariqin yusilu ila naqsihi au naqdhihi, na kuziba kila njia ambayo itawafikisha waja katika kuibomoa tauhidi na kuivunja. Amepokea al-Imamu an-Nasai rahmatullahi ta'ala alayhi kutokana na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtu mmoja alimwambia mtume alayhi salatu wassalam, ma shaa Allah wa shi'ta, alitakalo Allah na lile unalolitaka wewe. Faqala an-nabiy alayhi salam, mtume alayhi salam akamwambia, aj'altani lillahi niddah, hivi wewe umenijalia mimi kuwa ni mwenza wa Allah, umenifanya mimi kuwa ni mshirika wa Allah. Ma shaa Allah wahdah, sema ma shaa Allah wahdah, sema akitaka Allah peke yake. Fa ankara an-nabiy alayhi salam ala hadha ar-rajul, akampinga nabiyullah mtu huyu, an yaqrina mashi'ata an-nabiy bi mashi'ati Allah ta'ala, kuyafungamanisha matashi ya Allah na matashi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamkataza mtu yule asiyaseme maneno hayo, himayatan litauhid, kwa ajili ya kuihami tauhid. Na kuanzia hapo ndo utaona kwamba baadhi ya waislamu ambao hutumia vitu mbalimbali katika kuliandika jina la Allah Ta'ala, kisha kuliandika na jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam katika upande fulani, yani wakayaelekeza yale majina kwa kutizamana. Hii yaonyesha ni namna gani wanamlinganisha Allah Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hilo jambo halitakikani wala halipaswi kufanyika. Mmoja katika washirikina
alikuwa akimsifu mtu wake ambaye anahisi ndiye anayemneemesha, kama siku za leo watu wanavyosema ndiye anayeniweka mjini. Akamwambia, ma shi'ta la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta alwahidul qahharu, wewe jamaa yangu, kile ukitakacho wewe ndicho hicho, si kile ambacho kimetakwa na kadari za Allah. Fahkum fa anta alwahidul qahhar, basi wewe hukumu utakavyo, fanya utakavyo, wewe ndiye mmoja tu mwenye kuwatweza nguvu waja. Hivi ndivyo ambavyo mtu anaweza kusema kuwaambia viumbe, na hii ni ashirku billahi tabaraka wa taala. Al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi taala alayhi amepokea hadithi kwa sanadi iliyokuwa nzuri, anna nasan ja'u ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba watu fulani walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ya khairana wa ibn khairina, ewe mbora wetu, mtoto wa mbora wetu, wa sayyidina wa ibn sayyidina, bwana wetu, mtoto wa bwana wetu wewe. Faqala, akasema mtume alayhi salatu wassalam, baada ya kuwasikia watu hawa wakimsifu kwa maneno haya, akawaambia, ya ayuha nnasu qulu biqaulikum, enyi watu nyie, semeni maneno yenu mnayokusudia, wala yastahwiyannakum ash-shaytan, asije akawapotezeni shaytan akawapelekeni katika ukafiri. Ana Muhammadu abdullahi wa rasuluhu, mimi ni Muhammad mja wa Allah na ni mtume wake. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla, sipendi mimi mninyenyue mnivushe daraja kuliko lile daraja ambalo Allah Ta'ala kaniweka mimi. Hadha ma annahu sayyidu bani Adam, maneno haya anayasema mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kwamba yeye ndiye bwana mkubwa katika wana wa Adam alayhimus salam, lakini yeye aliogopa watu wasije wakapotezwa na shaitani, wasije wakafikia pahala wakamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, inna ala al-insan an yurai janib at-tauhid, ni haki ya mwanadamu kuchunga hii nafasi ya tauhid na huu upande wa tauhid. Wa ya'rifa lil khaliqi haqqah, ajue haki za Allah Ta'ala muumba, fala yanqusuhu wala yushriku bihi ma'ahu ghayru, na wala asizipunguze na asimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine. La bil lafdhi wala bil fi'li wala bil qalbi, si kwa maneno wala vitendo wala moyo wake. Inna ala al-insan an ya'rifa lil makhluqi haqqah, lakini vile vile ni wajibu kwa mwanadamu kujua haki za viumbe. Wa yaqumu bima awjaba Allahu alayhi fihi min ghairi ghuluwin wala taqsir, na asimame kwa yale mambo ambayo yanapasa kwake yeye pasina kuchupa mipaka wala kuzembea. La yunziluhu manzilata al-khaliq, mtu asimuweke mwanadamu katika daraja la muumba Allah Ta'ala, wala asifanye kinyume na vile ambavyo anapaswa kufanyiwa mwanadamu, si kwa maneno yake wala vitendo vyake wala kuamini ndani ya moyo wake. Fa inna lil khaliqi haqqah al-mukhtassa bihi la yushrikuhu fihi ghayru, hakika ana Allah Ta'ala haki zinazomhusu yeye, hashirikishwi na yeyote katika haki hizo, kwa sababu yeye subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anasimamia haki za waja wake na haki za wanadamu. Watu wachunge maneno yao, watizame yale wanayoyatamka, yale wanayoyafanya, na namna gani mtu anaweza akatoka katika daraja la kuwa Muislamu na akadondokea katika ukafiri. Ayuha nasu ibadallah, kwa kuhitimisha khutba yetu, tutakikana tuseme kwamba mtume wetu Muhammad alayhi salam ni neema na ni rahma kwetu sisi. Tutakikana tuzijue haki zake nabii alayhi salam kwa kumsoma na kumtambua, lakini vile vile kuyafuatilia yale ambayo ametimilizwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tufahamu kwamba yeye ndo akhirul anbiya, ndo nabii wa mwisho. La nabiyya ba'da, hakuna nabii baada yake, kama alivyomwambia Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna bin Musa,
ala innahu la nabiyya ba'di, hivi wewe Ali hutamani wewe kuwa kwangu mimi na daraja la Haruna kwa Musa alayhi assalam, lakini ujue kwamba hakuna nabii mwingine baada yangu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammad ibn Abdullah ni baba wa yeyote katika wanaume wenu, lakini yeye ni mtume wa Allah na ni wa mwisho katika manabii. Na ulama wanasema imetangulizwa rasul kisha ikaja nabii kwa sababu nabii cheo chake ni cha chini. Kwa hiyo inafungwa hili daraja la unabii ili ijulikane kwamba la utume mimbabi aula, kwamba hatokuja kupatikana mtume mwingine. Ikiwa nabii hayuko tena, basi hakutokuwa tena na mtume mwingine. Na kuanzia hapo Waislamu wazinduke na yale ambayo yanaendelea hasa katika miji yetu hii, kwamba kuna watu ni mitume wa uongo wa ajabu. Sitaki kuwataja majina yao, lakini kwa hakika Muislamu hatakikani kupepesa macho yake katika kuamini kwamba hakuna nabii wala hakuna mtume atakayekuja baada ya nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fattaqullaha ibadallah washkuruhu ala ma an'ama bihi alaykum, mcheni Allah Ta'ala na mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya vile alivyokuneemesheni nyinyi kuwapeni hii dini ya Uislamu, dini ya haki, dini ambayo makafiri rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, wanatamani makafiri lau wao wangekuwa waislamu kama nyinyi. Asije mmoja wetu akatatizika akaona kwamba kuzaliwa kwake kuwa muislamu ni pigo la maisha, bali ajifakhiri na ajinasibu kwa uislamu wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.